Tunapokuwa tumeokoka, kuna namna ambapo inatakiwa tuishi na kuna namna inatakiwa tuonekane kwa ulimwengu. Dunia ina muonekano wao, Wakristo tuna muonekano wetu. Kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 2 anasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuze kwa kufanya upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza Mungu na ukamilifu. Msifuatishe namna ya dunia hii. Kitu ambacho kinalizofisha kanisa la Bwana na watu waliookoka ni wao kuwa sawasawa au kuleta namna ya dunia kuileta kanisani. Dunia ina namna, ndio maana Warumi anasema msifuatishe namna ya dunia hii. Maanake kama kuna namna, kuna maisha ya mtu asiyemcha Mungu na kuna maisha ya mtu anayemcha Mungu. Kuna mwonekano ambao wa mtu anayemcha Mungu na kuna mwonekano wa mtu asiyemcha Mungu. Kinacholizoofisha kanisa ni sisi watumishi wa Mungu leo tunachukua namna ya dunia kuileta kanisani. Leo naangalia watumishi wa Mungu wanashindana, wanatukanana, yaani hakuna ushuhuda. Kwa sababu nini? Namna ya dunia imeingia kanisani, namna ya dunia imeingia madhabahuni. Sikiliza, tukiingiza namna ya dunia kanisani, namna ya vile Mungu anataka tuishi inaondoka kanisani. Kanisani hatukusanyiki tu kuja kukusanyika kufanya ibada, lakini kuna namna ambavyo Mungu anatamani tumwabudu. Ndio maana Yohana sura ya 4 mstari wa 21 anasema, waabuduo halisi watamwabudu Bwana katika roho na kweli. Maanake kuna kuabudu, lakini kuna kuabudu katika roho na kweli. Namna ya dunia ikiingia kanisani inaondoa ibada ya kweli kanisani. Wengi leo anaona fahari kwa sababu ya magari alionayo, anaona fahari kwa sababu ya kusanyiko la watu walionao. Sikiliza, kama hao watu hutawafundisha namna ya kumjua Mungu, kama hao watu hutawafundisha namna ya ujio wa Yesu, kwamba yuko karibu kuja, ukawafundisha namna ya dunia inavyotaka, kuna siku Mungu atakudai roho za watu. Ndio maana kitabu cha Ayubu 21:22 anasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokuja. Kuna namna tunatakiwa tumjue Mungu. Unavyozidi kumjua Mungu, ndivyo roho ya kupondeka kwa Mungu inashuka kwako. Namna ya dunia ikiingia kwako, namna ya kumjua Mungu inaondoka. Na asili ya dunia, sikiza nikwambie kitu, kiburi. Leo tuna watumishi wengi wa Mungu wana kiburi sana. Yaani utamkuta mtumishi wa Mungu anaona fahari kwa sababu anatembea gari ya milioni 200. Anaona fahari kwa sababu ana majumba, lakini haoni fahari ya kwamba haoni fahari kwamba ana mahusiano mazuri na Mungu. Kuna siku moja wanafunzi wa Yesu walitoka mahali wakatoa pepo, wakaombea watu, wanakuja wamepandisha mabega, wanasema mapepo yanatutii. Yesu akasema hivi, laini kwa kuwa majina yenu yameandikwa katika kitabu cha uzima. Kuna namna dunia inataka iwe, kuna namna kanisa inatakiwa liwe. Tusichanganye hivi vitu viwili. Msifuatishe namna ya dunia hii. Sikiza nani, sikiliza. Unapookoka, kataa kuishi kama dunia inavyotaka. Ishi sawasawa na kusudi la Mungu ndani yako. Ishi sawasawa na mpango wa Mungu ndani yako. So tukiishi hivyo, tutaifisha dunia. Kwa nini siku zinavyozidi kwenda Ukristo unazidi kuwa dhaifu? Nini? Kwa sababu Wakristo wengi na makanisa mengi tumechukua mifumo ya dunia tumeileta makanisani, na ndio maana leo masomo mengi ya Roho Mtakatifu kanisani hayapo. Masomo mengi ya watu kuandaa kwa ajili ya ujio wa Yesu hayapo. Masomo mengi kuhusu utakatifu na watu kumjua Mungu hayapo. Masomo mengi kuwapeleka watu kuomba hayapo. Tunawafundisha vile dunia inataka. Sikiliza, usifuatishe namna ya dunia. Dunia ina namna yake. Mungu tunayemwabudu ana namna yake. Ili tufanikiwe, lazima tujue namna ya Mungu anavyotaka tufanye. Ili tustawi, lazima tujue namna ya Mungu anavyotaka tutembee nayo. Hatuwezi kufanikiwa kama tutaruhusu dunia iwepo kanisani, kama tutaruhusu dunia itembee na sisi kwenye madhabahu ya Mungu. Si kwa waimbaji,
si kwa uhubiri. Ukiangalia wana dalili za ulimwengu. Yani leo ukimchukua mtu aliyeokoka ukamkarisha na mpagani, usemi wake, vaa yake, yani hakuna tofauti na mtu asiyeokoka. Petro alijulikana kwamba anasema hata kutembea kwako unaonekana wewe ni mwanafunzi wa Yesu. Maanake kuna namna alikaa mfumo wa Kristo, na kuna namna watu wa dunia walikuwa wanatembea, na kuna namna watu waliomfuata Kristo walikuwa wanatembea. Wanasema hata kusema kwako inaonekana wewe ni mfuasi wa Kristo. Sikiliza unanisikiliza, usiende kanisani kumpendeza mchungaji wako. Nenda kanisani kwa sababu una namna, unatafuta namna ya kumjua Mungu na kumwabudu Mungu wako.